Kwa habari zaidi za kimichezo, burudani, hakikisha unabonyeza neno subscribe ili wa kwanza kabisa kujipatia taarifa za kimichezo. Mashabiki wa Simba Sport Club, kuna majina yanayozungumzwa sana kila dirisha la usajili, lakini kuna wachezaji wachache ambao wakitajwa tu basi mjadala unabadilika kabisa. Sasa leo tutazungumzia mchezaji mmoja kutoka Afrika Kusini ambaye jina lake limeanza kuhusishwa na uwezekano wa kuja Simba Sport Club. Mchezaji huyu anaitwa Neo Maema. Kiungo huyu anatajwa kuwa na uwezo mkubwa wa kuamua mechi, kutengeneza nafasi na kuunganisha safu ya kiungo na mshambuliaji. Lakini swali kubwa ni hili. Je, Neo Maema ni kweli usajili wa Simba Sport Club au ni tetesi tu za mtandaoni? Kaa nasi hadi mwisho wa video hii kwa sababu tutachambua kila kitu: historia yake, uwezo wake uwanjani, mafanikio yake na kama kweli angefaa kuichezea Simba Sport Club. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Soka Kwanza, chaneli yako namba moja kwa habari za soka, usajili wa wachezaji, simulizi za mastaa na uchambuzi wa kina wa klabu kubwa Afrika. Kama wewe ni mpenzi wa Simba Sport Club, Yanga, Azam au soka la kimataifa, hakikisha umesubscribe sasa na kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea video na usikose video mpya kila siku. Tuanze kumchambua mchezaji wetu. Neo Maema ni mchezaji kutoka Afrika Kusini ambaye amejijenga jina lake katika soka la kulipa kupitia kipaji chake cha kucheza kama kiungo mshambuliaji. Tangu akiwa mdogo, Maema alikuwa na ndoto ya kuwa mchezaji mkubwa. Alikuwa katika mazingira yenye ushindani mkubwa wa soka nchini Afrika Kusini, nchi ambayo inazalisha vipaji vingi kila mwaka. Safari yake ya soka ilianza katika akademi mbalimbali za vijana kabla ya kupata nafasi ya kucheza soka la kulipwa. Hatua yake ya kwanza ya kujulikana zaidi ilikuwa alipokuwa akicheza Bloemfontein Celtic, ambapo alionyesha uwezo mkubwa wa kucheza kati ya mistari ya wapinzani. Timu aliyokuwa anacheza ni ngumu, ndugu watazamaji, na nahisi hata nyewe mmeisikia. Akiwa Celtic, Maema alianza kujulikana kama mchezaji anayependa mpira wa pasi fupi, ubunifu na uwezo wa kuunganisha mashambulizi. Baadaye alihamia Mamelodi Sundowns, moja ya klabu kubwa zaidi barani Afrika. Hapa ndipo jina lake lilipata umaarufu mkubwa zaidi. Mafanikio na ushindani wake ukawa Mamelodi Sundowns. Neo Maema alikuta ushindani mkali sana kutoka kwa wachezaji wenye uzoefu mkubwa na wenye kiwango cha juu, lakini tofauti yake ni kwamba hakukata tamaa. Alijifunza haraka mfumo wa timu na kuanza kupata nafasi katika mechi muhimu. Sundowns ni klabu iliyoshiriki mara kwa mara mashindano ya CAF Champions League. Hivyo Maema alipata nafasi ya kucheza dhidi ya timu kubwa kutoka Misri, Morocco, Tunisia na maeneo mengine ya Afrika. Katika mechi hizo alionyesha kitu muhimu sana: utulivu akiwa na mpira. Badala ya kukimbilia kufanya maamuzi ya haraka, Maema alikuwa akitulia, akitazama uwanja na kuchagua pasi sahihi. Hii ndiyo sifa iliyomtofautisha na viungo wa kawaida na viungo wa kiwango cha juu. Neo Maema anacheza zaidi kama kiungo mshambuliaji, attacking midfielder, lakini pia anaweza kucheza kama kiungo wa kati. Sifa zake kuu ni kama zifuatazo: ana uwezo wa kutoa pasi za mwisho, key pass. Pia anaweza kusoma mchezo kwa haraka. Pia ana ubunifu wa hali ya juu kwenye mashambulizi. Pia ana uwezo wa kucheza kati ya mstari ya ulinzi na mpinzani, na wakati mwingine kufunga mabao ya mbali. Katika soka la kisasa, mchezaji kama huyu huitwa playmaker, mchezaji anayeamua kasi na mwelekeo wa mchezo. Sasa swali kubwa kwa mashabiki wa Simba Sport Club ni hili: je, Neo Maema angefaa kuja Msimbazi? Kama Msimbazi Simba inahitaji kuboresha eneo la kiungo, basi Maema ni aina ya mchezaji anayeweza kuongeza ubunifu mkubwa. Simba mara nyingi hukutana na timu zinazocheza mfumo wa kujilinda sana, hivyo inahitaji viungo wenye uwezo wa kuvunja safu ngumu za ulinzi. Hapo ndipo Maema anaweza kuwa muhimu. Kwa uwezo wake wa kutafuta nafasi na kutoa pasi za mwisho, angeweza kusaidia washambuliaji wa Simba kupata mabao mengi zaidi. Lakini pia kuna changamoto: ligi ya Tanzania ina tofauti ya kasi na ligi ya Afrika Kusini, hivyo angehitaji muda wa kuzoea mazingira mapya. Tuje kwenye tetesi za usimba. Kwa sasa jina la Neo Maema limekuwa likitajwa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyanzo vya michezo kama mmoja wa wachezaji wanaoweza kuhusishwa na Simba Sport Club. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kuwa
bado hakuna uthibitisho rasmi wa klabu. Hii ina maana kuwa kwa sasa ni tetesi tu, rumors, ambazo mashabiki wanazijadili, lakini soka linafahamika. Wakati mwingine tetesi hugeuka kuwa kweli ndani ya siku chache tu. Kama kocha angemtazama Neo Maema, angeona mchezaji anayefaa kwenye mfumo wa 4-2-3-1 au 4-4-3. Kama kiungo mshambuliaji, anaweza kucheza nyuma ya mshambuliaji mkuu akiwa ndiye anayesimamia kuanzisha mashambulizi, kuunganisha kiungo na mshambuliaji na kutoa assist muhimu. Hii ni nafasi muhimu sana kwa timu yoyote inayotaka kushinda ligi. Ingawa hataweza kusema magoli yote au takwimu zote kwa uhakika hapa, Maema amekuwa akijulikana kama mchezaji anayechangia sana kwenye build up play na assist katika timu zake alizopita. Akiwa katika kiwango chake bora, huwa mchezaji anayesaidia timu kufikia nusu ya mwisho ya uwanja kwa urahisi zaidi. Neo Maema ni mchezaji ambaye jina lake linaendelea kuzungumzwa sana katika soka la Afrika. Kama atajiunga na Simba Sport Club au la, bado ni mchezaji anayeheshimika kwa ubunifu wake na uwezo wake wa kuamua mechi. Mashabiki wa Simba wanasubiri kwa hamu kuona kama kweli atakuwa sehemu ya kikosi kipya cha msimu huu. Sasa niambie wewe shabiki wa soka kwanza. Je, Neo Maema angefaa Simba Sport Club au Simba inapaswa kuangalia mchezaji mwingine tofauti? Andika maoni yako chini. Pia usisahau kulike video hii, kushare kwa mashabiki wengine wa soka na kubonyeza subscribe ili kupata simulizi zaidi za wachezaji wanaohusishwa na Simba Sport Club, Yanga, Azam na timu zingine zaidi na hata duniani kote. Mimi ni wako kutoka Soka Kwanza. Tukutane kwenye video inayofuata kwa uchambuzi zaidi. Usikose.